Tusome Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 29 mstari wa 12. Tusikilize maneno haya ninayohitimisha nayo. Mstari wa 12 nasema hivi: utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Hii ni hotuba ya mfalme Daudi aliyoitoa mbele ya mkutano wa taifa la Israeli wakati wa kuchangia ujenzi wa hekalu la Bwana. Kwa hiyo walipokuwa katika kazi ya kuchangia ujenzi wa jengo la kuabudia, ndipo Daudi akiwa pamoja na viongozi wote wa ikulu na viongozi katika serikali yote wakiwa wamekusanyika katika ibada ya kumtolea Mungu sadaka, aliongea haya maneno baada ya kuona tukio au kazi kubwa iliyofanyika. Na katika haya aliyoyaona ndipo alizungumza hayo maneno niliyoyasoma. Na katika haya maneno kuna vipengele vinne nataka nivizungumze. Nataka nikuambie mambo machache yatakao kusaidia hata utakapoondoka hapa uwe na imani kwa Mungu unayemtumikia. Jambo la kwanza, Daudi anasema utajiri na heshima utoka kwa Mungu. Hilo ni neno kubwa sana. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio ya kweli, kama inavyoandikwa kitabu cha Kumbukumbu mlango wa 8 na mstari ule wa 18, na Mithali mlango wa 10 mstari wa 22. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio ya kweli. Kama tulivyokuwa tunaongea, kuna watu wameacha muda, wameacha kazi zao, wameacha mipango yao, wametoa muda wao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Nataka nikwambie utajiri na heshima vinatoka kwa Mungu. Na unapotoka katika mkutano huu, Mungu akabadilishe maisha yako. Lakini jambo la pili, alipoongea Daudi anasema Mungu ndiye mwenye kutawala vyote. Mungu ndiye mwenye kutawala vyote. Kama ndiye mwenye mamlaka ya kutawala vyote, anaweza kumpa mtu chochote mtu atakacho, kwa maana ndiye mwenye uwezo na ndiye anayetawala vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatawala juu ya falme zote. Hakuna serikali wala nguvu ya mtu yoyote ambayo inaweza kumzuia Mungu asifanye kitu kwa mtu aliyofurahisha moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, pale tunaona anasema nguvu na uwezo viko mikononi mwa Mungu. Nguvu na uwezo viko mikononi. Nguvu, uwezo wa kufanya chochote, uwezo wa kutekeleza jambo lolote, nguvu na uweza inatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hutoa ushindi. Mungu hutoa ushindi katika vita vya mtu yoyote. Maandiko yanasema Daudi siku zote, hakuna siku alishindwa vita. Alipoondoka akamwambia Bwana, nitangulie katika vita hii, alipata ushindi. Hakuna mtu siku yoyote anayetoka kwenye shughuli ya Bwana, anamuita Bwana mtangulie, ambaye hatafeli. Na kutabiria usifeli katika biashara yako, usifeli katika huduma yako. Mungu atakuwa pamoja nawe. Unapoondoka hapa, atakuwa mbele yako kama mfano wa shujaa mwenye nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ndiye anayelinda maisha. Tunajua maisha yana vita, hasa mara nyingi tunapotaka kufanikiwa. Sababu mafanikio yoyote ni vita. Asikudanganye mtu. Ili mtu aweze kuwa kitu cha maana duniani, lazima apigane vita.
Hakuna mafanikio yanakuja hovyo hovyo. Ukiona mafanikio yanatokea mahali, ni nguvu, ni vita imepigano na ushindi umetokea. Ukaona mtu anamiliki kitu chochote ambacho kinakupa kufikiri kwamba yule mtu ni bora. Vita imepigano. Mafanikio ni vita, na vita vyetu vinatokana na nguvu za Bwana. Maandiko yanasema silaha za vita vyetu zina nguvu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikira iweze kumtii Kristo. Saa ya Kristo inafika katika maisha yako ili Yesu akatukuke. Kuna watu watakapoondoka hapa, na utakapoondoka hapa heshima yako itapanda. Utakapoondoka hapa utapandishwa cheo. Utakapoondoka hapa biashara yako itabadilika, kwa maana umetoka mahali sahihi. Haleluya! Huwezi kutoka katika mlima wa Bwana alafu urudi ovyo ovyo. Na kuambia kuna upako ulioko mbele yako, iko nguvu inayoseta vipande vipande, iko katika uso wako. Uso wako ni upanga mkali, hakuna awezaye kukataa. Hata kama ulikuwa una kazi, usiogope. Kama umehudhuria hapa, lazima Bwana atakutokea kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Na Mungu atakutunza na kukulinda. Afya yako ni usalama wa maisha yako, na wacha Mungu ailinde afya yako ili uendelee kumtumikia Bwana. Haleluya! Kama ulikuwa na magonjwa, watakuachie sasa. Kama ulikuwa na mikosi, wache kuachie sasa. Kama ulikuwa na matatizo na madeni yaliyokuandama, hujui jinsi ya kutoka, Bwana akalipe kwa jina la Yesu. Bwana akakutoe. Huwezi kuondoka katika mkutano kama mtu wa kawaida. Nataka nikuhakikishie na kukutia moyo, uliyehudhuria mkutano tangu juu tulianza, umekuja hapa, usijali hata kama kuna vitu vinakutishia eti kwamba hakuna kilichoeleweka. Bwana kudanganya, kimeisha. Kimeisha. Hata kama ulikuwa na ugonjwa sugu, umeisha. Inasema kwamba kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yangu, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikutie moyo na nikuimarishe. Unajua unaweza kuwepo hapa tena akakuadaa kuambia eti hakuna chochote kilichofanyika. Hivi mnajua zile dawa za kuua sumu, zile dawa za kuua majani, mnazijua? Zile dawa zinazounguza majani mnazifahamu? Ungapi wanazifahamu dawa za kuunguza majani? Nyosha kidole kama unafahamu. Hivi ukishapiga ile dawa, majani yanaungua siku hiyo? Yanaonekana bado hajasikia, si ndio? Lakini ni kweli hajasikia. Nenda baada ya siku 2, rudi siku ya 4, majani yatakuwa yamekauka. Kwa maana nguvu ya dawa, yani tuangalie nini kinaonekana sasa. Tunaamini nguvu ya dawa. Tikisa mtu, mwambie nguvu ya dawa. Nguvu ya dawa ndiyo iliachiliwa juu yako. Mwambie imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4 na la mwisho, Daudi akasema yeye huinua wote na kuwatukuza. Yeye huinua wote na kuwatukuza. Mungu huwapa watu nafasi. Mungu huwapa watu nafasi. Watu waliokuwa hawana nafasi, Mungu atawapa nafasi. Tulipokea ushuhuda hapa juzi jana kwamba kuna binti alikuja hapa, lakini akiwa hapa nafasi, Mungu akampa nafasi. Na wewe Mungu akupe nafasi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwapa watu huwainua watu na kuwatukuza, lakini Mungu huwapa watu nafasi za juu na mamlaka ya ushindi. Mungu huwapa watu nafasi za juu na mamlaka ya ushindi. Na niseme tu kwamba kwa kuwa tumekuwa hapa na kila ambacho tulikusudia
ni kuona watu wanamanga wanabadilishwa, wagonjwa wanapona, wale ambao hawajaokoka waokoke, na wale ambao wana matatizo ya aina mbalimbali matatizo yaishi. Unajua, mkutano lengo lake ni kuleta mabadiliko ndani ya maisha, kuleta mabadiliko kwenye familia, kuleta mabadiliko katika hali ya uchumi. Maisha yalikuwa yana sita, sasa yapate mwelekeo. Maisha yalikuwa hayaeleweki, sasa yaeleweka. Mtu ambaye alikuwa asomeki, baada ya mkutano huu akasomeke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu akuinue, Bwana Yesu akuwezeshe, Bwana Yesu akuvushe, Bwana akupe kila ambacho ulikosa. Machozi yako uliolia sasa ni mwisho. Kama ni kilio kwenye ndoa, kama ni kilio kwenye familia, sasa ni mwisho. Bwana akupe raha nafsini mwako. Daudi aliongea maneno haya akifurahia ule ushindi wa mwanzo uliotokea, alivyoona watu wa Bwana wanavyojitolea, wanavyotoa sadaka, wanaotoa fedha. Baada ya kumaliza kuona ushindi ule, ikabidi azungumze maneno haya. Ni maneno yenye nguvu sana. Nenda ukasome na wewe, na nataka nami niseme tu kwamba kwa kuwa tumehitimisha kwa sura hii, Bwana akakuonekanie. Haleluya! Bwana Yesu akakunyunyizie maji yaliyo hai. Bwana akunyunyizie maji yaliyo hai. Bwana anyunyize maji yaliyo hai kwenye huduma yako. Mahali palipokuwa pamekauka, Bwana amwage maji, amwage maji. Palionekana jangwa, Bwana akamwage maji. Palionekana hapastawi, Bwana akamwage maji. Jioni ya leo, Bwana amwage maji juu ya maisha yako. Jioni ya leo, Bwana amwage maji kwenye familia yako. Jioni ya leo, Bwana amwage maji kwenye biashara yako. Jioni ya leo, Bwana amwage maji katika eneo unaoishi. Hata kama unaishi jangwani, Bwana akustawishe. Maandiko yanasema mwenye haki ustawi kama mtende. Bwana akufanye kama mtende. Kwenye jangwa uonekane unawiri. Kwenye jangwa uonekane unastawi. Kwenye jangwa uonekane bora, kwa jina la Yesu. Ni siku ya Bwana kuinua watu. Leo tunapohitimisha kwa mkutano huu, tunatamka katika jina la Bwana, wanawake wakainuliwe, wanaume wakainuliwe. Bwana ambaye ndiye ana uweza na nguvu za kubadilisha maisha, Bwana akupe promotion katika nafasi yako ya kazi. Kama hujapandishwa kazi kwa sababu ya mkutano huu na ulivyohudhuria kwa moyo, Bwana akupandishe kwa jina la Yesu ali hai, kwa jina la Yesu ali hai. Kila uwete ulioko ndani yako uondoke sahi, na kila giza ambalo linakuzuia usione fursa zile ambazo uko mbele yako, Bwana alitoe iwe nuru. Nuru ikang'ae mbele yako, na Bwana akatengeneze njia yako ilionekana kwamba haieleweki. Sasa sura yako kule nyuma ilikuwa ieleweki, lakini sasa Bwana aing'arishe kwa jina la Yesu ali hai. Sura yako ilikuwa itakiki, sasa ikatamanike. Uso wako ukafutie kwa jina la Yesu ali hai. Na kila aliyekufunga natangaza akafungo yeye. Kila silaha iliyo juu yako inaanguka, na Bwana atakuinua kwa ushindi mkubwa. Namuona mtu anamanga king'ara sasa. Namuona mtu anamanga king'ara sasa. Naona mtu mmoja akisafishwa. Rapo saka papa. Naona mtu akisafishwa. Naona mtu akipewa maisha mapya. Naona njia za mtu zikitakasika. Simama juu ya uwepo wa Bwana. Ni saa ya Bwana kuinuliwa. Ni saa ya Bwana kuinuliwa. Karabasha kapapa. Ni saa ya Bwana kuinuliwa. Ni saa ya Bwana kuinuliwa katika jina la Yesu. Mungu akubariki mwanangu. Mungu akubariki kwa mwanangu. Bwana isafishe njia yako. Bwana akutakase mwanangu. Bwana akupe kibali kwa watu wengi. Karapapa saka papa. Pokea kibali cha Bwana. Pokea mvuto wa Bwana. Pokea neema. Kiza
giza lililoko juu yako liondoke, giza lilofunga maisha yako liachie. Raseke pepepa mondaria saka papa. Pokea upako mwanangu. Bwana astawishe njia yako. Aliyekufunga akafunga yeye, aliyekwamisha njia zako raseke pepe, njia zikafunguke leo. Vita ni vya Bwana, vita ni vya Bwana. Namuona Bwana akiingilia vitani, naona Bwana wa vita, jeshi la Bwana, naona Bwana wa vita akifanya mabadiliko katika maisha ya watu leo. Marama. Ni jioni ya mabadiliko leo, ni jioni ya mageuzi, ni jioni ya mageuzi kwa jina la Yesu aliye hai. Karibu sekepa katarapa sakapa kodari alisekelede ya malazo komonana pia sakapapa rapo popopo. Aliyekwama anainuliwa sasa, aliyeteswa na madeni yanayomliza leo ni siku ya furaha kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Pokea mama, pokea hitaji lako. Leo imekwisha, leo imekwisha, leo imekwisha. Kilio chako kimeondoka, vita vyako Bwana anavimaliza. Bwana anamaliza vita vyako, vita vinaisha. Bondandana haikondaria seke papa rekebebeba. Vita vinaisha, vita vinaisha. Leo ni saa ya Bwana, ni saa ya utukufu wa Bwana. Wacha mfalme akainuliwe, na Yesu na kuinua Jehova, mfalme wa wafalme, kwa jina la Yesu. Pokea mami, pokea mwanangu, pokea haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Giza linaondoka mbele yako, ukuta uliokuzuia unaondoka mbele yako katika jina la Yesu aliye hai, aliyesema utaenda mbali, sasa unaondoka. Ni saa ya kutoka. Yes baba, ni saa ya kutoka. Naona watu wakichomoka, naona watu wakichomoka kwenye vifungo, maana kuna waliokufunga. Siku ya leo ni siku ambao Bwana anafungua vifungo vya wanaume, vifungo vya wanawake. Pokea mzee, pokea kijana. Bwana akupicho ulichotaka. Leo ni siku ya ukombozi, leo ni siku ya ukombozi, leo ni siku ya ukombozi. Yasaka, pokea mwanangu, pokea haja ya moyo wako, pokea haja ya moyo wako, pokea moja, pokea haja ya moyo wako. Bwana astawishe maisha, pokea haja ya moyo wako, pokea haja ya moyo wako leo. Shike si leo, indoshe si leo. Pokea haja ya moyo wako, pokea mama, pokea mama, pokea haja ya moyo wako. Wako zikae wazi. Bwana kanyaka ramo bosa, Bwana kaile yanda rapa, Bwana inua, Bwana inua katika jina la Yesu. Upako kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea upako, pokea upako. Bwana inua, pokea upako, pokea upako Baba. Maisha yako katika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hii ndio saa Baba. Mtukuze Bwana, mtukuze Bwana. Mfalme Yesu, Baba mtukuze Yesu. Roho Mtakatifu, tukuza Yesu katika leo. Tukuza Yesu mkutano huu, ili ujulikane ndiwe uliyetutuma, na wewe sema kwa neno lako ndio uliyetutuma. Pokea haja mama, pokea mami haja, pokea mama. Giza mbele yako ondoka, katika Yesu. Yes Lord. Bwana wa vita, yes Bwana wa majeshi, yes Lord. Yakati, yes Lord. Jina la Yesu, yes Lord. Utalia leo, yes utalia tena, yes Lord. Papa, yes Lord. Yes Lord. Endeleze kini, yes Lord. Sakalia, yes Lord. Yes Lord. Tala papa, yes Lord. Seke mama, yes Lord. Papa, yes Lord. We glorify you. We glorify you. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, Bwana ndio umesha tu. Pokea mama, ndio Bwana, pokea jambo, ndio Bwana, jina la Yesu, ndio Bwana, ndio Yesu. Asante Bwana. Bwana anamwaga, Bwana anamwaga, Bwana anamwaga, ndio Bwana. Baraka zake leo, ndio Bwana anaachilia watu wa sasa, ndio Jehova. Yesu, katika jina la Yesu.
Bwana kwa jina la Yesu. Bwana akupe haja yako jioni ya leo. Jioni ya leo Bwana muujiza. Naomba jioni ya leo. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Kila ukuta unapita hapa. Bwana atengeneza njia iliyotoka. Bwana akupe kwa jina la Yesu. Rapo. Yes. Rama. Bwana wibarama kwa jina la Yesu. Futa na upepo wa nguvu za Bwana iwe juu yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Raise baba. Katika jina la Yesu. Pokea jahisi. Pokea nyakati. Bwana akuanishe imani chako na kile. Pokea jina la Yesu. Nguvu za ushindi. Kwa jina la Yesu. Na nguvu za ushindi. Kwa jina la Yesu. Na nguvu za ushindi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na nguvu za ushindi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ya kwamba walipo Bwana Yesu atamalisa. Yesu wa Bwana ukawisha. Bwana ukawisha. Yesu Bwana wanaumpa. 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 Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Kila nguvu iliyokufunga usiende mbali. Leo naivunja. Leo naivunja. Leo naivunja. Leo naivunja. Leo naivunja. Fazla fuatilia maisha. Nikuachie kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. 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 Ninakuvua mavazi machafu uliovikwa katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu.